Siku zote 98% ya wanawake au mabinti utamani kwa ifikapo miaka kadhaa, miaka ambayo inasemekana au kuonekana ni wakati sahihi wa mwanamke kuolewa. Basi apate mwenzi na kuingia kwenye ndoa. Huku matumaini na matarajio ya ndoa yenye furaha na amani vikiwa vikubwa, na kuona kuwa ameweka heshima kubwa katika familia na jamii inayomzunguka. Lakini baadhi yao hufika kwenye ndoa na kukutana na hali ambayo hakutarajia. Kila mtu kabla hajaolewa au kuoa huona ndoa ni kitu cha furaha sana, kiasi ambacho anaona aliyekwisha kuolewa au kuoa anafaidi sana, bila kujua paa zinaficha mengi, ila laiti wangeona yaliyo ndani, sidhani kama wangetamani hata kuisogelea. Nisinukuliwe vibaya tafadhali, maana mtu anaweza akahisi labda naisema ndoa vibaya. Hapana, kila mtu ana mtazamo wake. Ndoa nzuri ndio maana Mungu aliweka mara tu alivyomuumba mwanadamu. Hii ina maana njema na pia kitu cha agano zaidi, lakini pamoja na uzuri wa jambo hili kuna upande ambao ukiona utamani kabisa kufika humo. Ila kwa kuwa tunapewa cheti kabla ya mtihani, tunaingia kwenye ndoa tukijua mambo yataenda vizuri, au tuseme tunaenda kufaidi. Nacheka kama mazuri, ila inasikitisha. Msikilizaji, unaweza kuniita Evaline Bernardi. Ni binti wa Kitanzania, nilizaliwa Tanzania hii na kukulia humo. Mimi bana, katika maisha yangu ya ubinti nilikuwa mmoja wa mabinti waliotamani sana kuwa na ndoa yenye furaha, baraka na kila aina ya furaha kwenye ndoa. Na kwa kuwa nilitamani kufika huko, nilijitunza na kumuomba Mungu sana. Mimi ni binti nilijaliwa hofu ya Mungu, maana toka nikiwa mdogo nimelelewa na kukulia kwenye mikono ya watu wenye kumcha Mungu sana. Sina maana kwamba wazazi wangu ni wachungaji, no. Ni washirika wa kawaida sana katika kanisa, ila ni watu waliojaliwa imani ya hali ya juu. Kwa hiyo nililelewa katika misingi bora ya imani. Imani ambayo imekuwa mkombozi na salama katika maisha yangu. So katika makuzi yangu nilitamani sana siku moja nije niishi ama niolewe na mwanaume mwenye hofu ya Mungu na imani kama yangu. Kwani nilitamani kupata mwanaume ambaye ana hofu ya Mungu, atanifanya niishi maisha ya ndoa kwa furaha na amani sana. Nilihisi hivyo kwa sababu niliona maisha ya wazazi wangu. Watu hawa daima wamekuwa na upendo usio kifani, hivyo mara nyingi nilikuwa nikipiga goti na kumwambia Mungu, nipe mume kama baba yangu. Yes, nilimuomba hivyo, tena kwa kumaanisha kabisa. Na hata mara kadhaa nilimtamkia baba kuwa, baba, natamani kufika wakati wangu Mungu anipe mume kama wewe. Ila alikuwa ananikataza kwa kusema, usiombe hivyo wala usitamani hivyo, bali muombe Mungu akupe mume wa kwako aliyekujalia yeye na si yule unayemtamani wewe. Kwa tabasamu nilimwambia, hapana, acha niombe, maana nikipata kama wewe nitakuwa na furaha kama alivyo mama. Hivyo ndo ndoto yangu. Baba hakuwa na maneno zaidi ya kuniangalia usoni kwa makini sana. Ni kama alikuwa anataka kuongea ila hakujua ongea nini. Basi binti wa watu mie nilienda kuishi na kufanya mambo yangu, huku maombi ya ndoa ikiwa ni maombi yangu ya kila siku miaka yote. Nahisi kama Mungu achoki, kila tunapomuomba anapokea na kufanyia kazi. Maana toka nimepevuka hadi na kuwa binti mkubwa mwenye kujitambua, haswa ombi langu lilikuwa lile lile. Sikubadilisha hata neno na sikuonyesha hata kukata tamaa au mabadiliko yote yale. Nilihakikisha na utunza mwili wangu kwa kila hali. Yes, ni ngumu sana kwa miaka leo binti kuingia kwenye ndoa akiwa bado na usichana wake, ila mimi Evaline niliweza. Ninaposema niliweza, sio story ama uongo. Maana najua watu wanaweza kusema uolewe ukiwa bado hujaguswa. Haiwezekani. Labda utakuwa umeolewa ukiwa na miaka 10. Haiko hivyo my friend. Nimeolewa nina miaka 25 kamili.
Na hapo nilikuwa tayari nimemaliza chuo. Sasa wale wanaosema wadada wanaosoma chuo sijui ni malaya, niwaambie tu sio wote. Mimi nimesoma chuo kuanzia mwaka wa kwanza hadi wa mwisho na sikuwahi. So haya mambo huwa sio chaguo langu. Japo kwangu nasema ni neema, maana kwa jinsi nilivyokuwa nimepewa muonekano ambao kila mwanaume anatamani kuwa na mimi, na kila ninakopita kila mtu anageuka kuniangalia. So kwamba nina mzigo mkubwa. No, nina kishape changu kisichochosha. Sura nzuri tu. Karangi kamepamba mwili wangu, mvuto wa hali ya juu. Kiufupi mimi mzuri sana, lakini pamoja na uzuri wangu wote, nilifanikiwa kujitunza hadi kuja kumpata huyu Mr. wangu. Nilimpataje? Tulifikaje kwenye agano la ndoa takatifu? Vuta kiti, kaa unisikilize. Kama ilivyo kawaida yangu, kwa siku ya Jumamosi niliamka asubuhi nikafanya usafi ndani na nje. Baada ya usafi nikachukua nguo na kufua. Nilipomaliza kufua, nikaingia jikoni na kujiandalia chai. Maana naishi mwenyewe, basi nilikunywa chai. Baada ya chai, nikaingia chumbani na kuwasiliana na baba yangu kipenzi, ambapo nilitumia kama dakika 40 hivi. Baada ya maongezi marefu tuliagana. Nikaingia bafuni kuoga, kisha nikatoka na kuvaa nguo zangu nzuri, nikachana nywele ambazo nilifumua usiku, nikalala bila kuchana. So baada ya kuweka nywele vizuri na kuhakikisha kila kitu kiko safi, nikachukua pochi na simu yangu. Kabla ya kutoka chumbani, nikamuomba Mungu kwanza anijalie nifike salama, nirudi salama, anipe ulinzi huko barabarani kuna mengi. Basi baada ya kuomba nikatoka kwenda kupanda daladala moja kwa moja hadi sehemu ninayosukaga. Jamani, hapa nina msusi mmoja tu, na asipokuwepo huyo bora atanibane. So kushikwa kila mtu. So nilipofika nikaanza kusukwa, maana nilitoa oda toka jana yake. Hii inaepusha kukaa sana. Nilipomaliza kusukwa nikatoka kwenda kufanya manunuzi yangu, ambao niliingia sokoni. Baada ya kumaliza vitu vya sokoni, nikaenda supermarket, na huko ndiko nilipokutana na huyo ubani wangu Azizi Nyongo Mkaliaini. Nifika pale na kukuta watu ni wengi kiasi, maana weekend huwa inakuwaga hivyo. Na sikutegemea, ni supermarket kubwa sana, so kuwa na watu wengi ni kawaida. Basi bila kupoteza muda nikaanza kuchagua baadhi ya vitu nilivyohitaji. Nilipomaliza nikapanga foleni ili vihesabiwe na kufanya malipo. Sasa wakati nimesimama huku nikiwa busy kubonyeza simu yangu, kuna mdada ambaye alikuwa amesimama mbele yangu. Akadondosha funguo za gari bila kufikiria kuwa kuna mtu nyuma yangu. Nikainama na kujikuta na mpush kidogo. Nikarudi nyuma na bahati mbaya nikamkanyaga mtu mwingine. Nikageuka niombe samahani kwa kumkanyaga, ili kumuona tu mtu mwenyewe. Sasa nikabaki nimeganda kumwangalia na kusahau kama nitakiwa kusema samahani. Alikuwa ni pande la mkaka, limepanda hewani, rangi ngozi yake nyeusi, tena nyeusi kulogoso kuteleza. Nikaangalia sura na kuisha kuganda kwenye lips nzuri zilizofanya sura yake iwe na mvuto zaidi. Mtoto wa kike nikameza fundo la mate. Hata ukiniuliza nilimezaje mate, nitakwambia sijui. Sijui kilinikuta nini. Naona unaniangalia, yani unaangalia yangu. Nilimwangalia kaka mpaka ngamfanya anakosa uhuru wa kuniangalia. Akaangalia pembeni huku akikuna nyusi zake kwa aibu. Nikageuka na kuangalia mbele bila kusema samahani. Basi foleni ilisogea, ikafika zamu yangu. Nikasabua vitu pale, kisha nikafanya malipo. Baada ya malipo nikachukua mifuko yangu. Sasa nikashindwa kuibeba, maana ilikuwa ni mingi. Sasa nikataka kumuita mhudumu anisaidie wala mfuko mmoja, ila kabla sijafanya hivyo, huyo mkaka nilimkanyaga akaniambia, "It is okay, naweza kukusaidia." Nikasema, nikasita, ila nasemaje hapana wakati nataka msaada. Nikajibu sawa, asante. Akanibeba mifuko miwili na mimi nikabeba moja. Tukatoka hadi nje. Kufika nje akaniuliza, umekuja na gari au unatumia usafiri wa umma? Nikajibu sina gari, ila nitasemaje sina gari. Je, kama nataka kupewa lift mie? Nikamwambia nimerequest usafiri. Hapa nikaona ngoja nipunguze pupa, nijiongeze mie. Nikamwambia, nitapanda bajaji. Asante kwa msaada wako na samahani kwa kukanyaga. Ilikuwa ni bahati mbaya.
Nilivyosema hivyo akatabasamu na kusema, haina shida, naenda Kawe, so naweza kukupa lifti? Akaniambia, nikamwambia hapana, asante kwa ukarimu wako. Akaniuliza, una uhakika uendi maeneo ya huko? Cause una mizigo mingi, bila shaka itakusumbua. Nikamwambia naenda huko, ila asante, labda wakati mwingine. Alitabasamu na kuniuliza, unaogopa kutekwa? Nikamwambia hapana, ila leo hapa niko salama. Hapana, sihitaji lifti. Akaniacha akaondoka bila hata kuomba namba. Vijana wa siku hizi hawajiongezi kabisa. Mimi nimekaa hapa nasubiri hata labda finali ataniomba namba, ila hapana. Akaondoka zake hata kuuliza jina langu. Sikutaka kumwangalia, asije kugeuka kaona namwangalia akajua nampenda bure. So nikawa busy kubonyeza simu yangu. Akaingia kwenye gari akaondoka. Baada ya muda mfupi usafiri nilikuwa nausubiri ukafika. Nikapiga mizigo yangu mpaka nyumbani. Nikapanga vitu vyenye kuosha vikaoshwa. Nilipomaliza nikamimina juisi na kwa sebeni. Sura ule kaka ikanrudia kichwani. Nikajikuta natabasamu mwenyewe. Kwa sauti ya chini nikasema, ila Mungu anajua kuumba. Imagine huyu kijana alivyo handsome hivi. Kaka mrefu mweusi. Ana sauti fulani hivi jamani. Niliongea mwenyewe na kubaki na tabasamu mara. Nikakumbuka alivyoniuliza, umekuja na gari? Nikasema, muda mwingine ukijiweka smart, mtu anakufanya yani unakuwa viwango sana kila mtu anayekuona. Sema mimi ni wa viwango bwana, binti wa watu. Hela sio shida zangu, maana nafanya kazi yenye malipo marefu. Bado nyumbani kwetu hela iko, kaka zangu wamesoma sana. Kiufupi nimezaliwa kwenye pesa, nimekulia kwenye pesa, naendelea kutembea kwenye pesa. Na ndio maana nakuwa na muonekano wa kitajiri. Na mtu msiseme eti kama una pesa mbona ununue gari, au kaka zako mbona hakununulia gari. Uko bize kupanda Uber. Niwaambie tu, gari unayotaka mimi unatamani kumiliki mimi ni ndoto zangu. Sitaki kuchangiwa na mtu yoyote hata senti, kwa sababu nataka iwe zawadi yangu ya gharama sana, ni kuliko zawadi zote. Ndio maana naeka hela ili ninunue gari ambayo naitaka. Ingekuwa ni gari za milioni 20, 21, mbona kitambo tu nishanunua. Nilisoma neno na kupata muda mzuri wa kutafakari. Nikafanya maombi, nikapanda kitandani tayari kwa kulala. Kama kawaida, ili ulale lazima ujifanye umelala. Ndio hivyo nilifanya vitu vyangu vyote, nikajifanya nimelala, nikajifunika shuka. Nikafunga macho na kujifanya nimelala. Mara sura ule kaka ikanijia kichwani. Nikafungua macho chap, nikawaza kwa sekunde kadhaa. Kisha nikarudi kufunga macho. Azikupita dakika nyingi usingizi ukanipitia. Kisha asubuhi niliamka mapema sana. Nikajiandaa na kwenda kanisani. Baada ya ibada kukawa na semina ya vijana. So nikabaki mpaka saa 9 kamili. Kwa kuwa sipendi kutoka Jumapili, hivyo nirudi. Nikafika kitandani maana tayari nilikuwa nishakula huko kanisani. Hivyo sikuwa na sababu ya kupika tena. Muda ulienda na siku ikapita, hatimaye Jumatatu ikafika. Mchaka wa kazini ukaanza. Niliamka mapema nikajiandaa. Nilivyokuwa tayari nikaondoka. Kufika nikaingia ofisini kwa rafiki yangu Raina. Na kufika tukasalimiana, akaitikia na kusema, mashallah, umependeza mwali, unawaka kama nuru. Nikasema, we, nimependeza eh? Akasema sana, na msusi wako anajua kukupatia aswa, yani nywele imekaa. Akanikiss. Alivyosema hivyo nilivuta mdomo na kusema, kwa nimependeza nywele tu, vingine Akasema, no bana, umependeza kila kitu. Si unajua wewe ni mrembo wangu, hujai kukosea hasa kwenye kuvaa, hujai kabisa. Na Mungu kakutunuku mwili wangu. Una kadamu kangu, umependeza basi we. Ukivaa unakuwa mzuri. Nikatabasamu kama mjinga, nikasema asante na umependeza. Akasonya na kusema, unanichota eh? Niambie kwanza, weekend yako imeendaje, maana nilikuwa busy bala. Busy au ndo ulikuwa busy na BFF wako? Alafu nimekumbuka mwenzako juzi nimekutana na huyo mkaka. Cha umbea. Kusikia hivyo alikenua meno yote nje na kusema, we, hebu nipe ubuyu shoga. Ilikuwaje? Maana mate amenijaa, nimeona ukwaju vile. Balala dada umbea tena. Muone kwanza. Niambie, unaanza kunichamba tena. Tuliza mchecheto binti.
Usiponiambia wewe aniambie nani? Si ndio hapo, tulia kwanza nikwambie. Ilikuwa ni juzi bwana. Nilivyoenda supermarket ndio nikakutana naye. Alikuwa amesimama karibu yangu. Yaani ndo nafanya malipo. Kwa bahati mbaya nikamkanyaga. Si nigeuke nyuma niombe samani. Nikajikuta naganda kumwangalia usoni. Likaka lizuri, rangi ya Kiafrika Magharibi. Sura, lipsi vimenyoka, mrefu sasa, utafikiri wale wakaka wanaocheza mpira wa vikapu. Sijasema mwili, jamani, huyu kaka hata sijui nikueleze vipi unielewe. Ni mzuri, kanyoka. Ana muonekano. Yaani ana muonekano mzuri. Baada ya hapo nilishindwa kuongea. Nikabaki nakodoa tu macho. Hadi mkaka watu akabaki kuniangalia. Hakuweza tena kuniangalia, kaangalia pembeni. Bali nilikuwa nimeganda kumwangalia. Na mimi kwa aibu nikarudisha komwe langu mbele bila hata kutoa neno samahani. Nikalipia vitu pale vikahesabiwa, maana vitu vilikuwa ni vingi. Si unajua tena nikiendaga supermarket ninavyojua kukusanya. So sikukubali kabisa. Akanisaidia nje, kufika nje. Akaniambia umekuja na gari, nikamwambia hapana. Akataka kunipa lift, nikakataa. Wewe ni mjinga sasa, unakataaje? Yaani natamani hata kukuponda wewe. Unapata nafasi nzuri hivyo alafu unaipoteza. Kikao kijacho cha wanawake. Naomba ukae mbele, umetuaibisha sana. Sikia sasa, mimi sikuwa na nia kukataa kabisa. Nilitaka nishawishi. Yaani aniombe pale, hata mwisho wa picha aniombe namba. Akushawishi? Kwani ashakuwa bwanako wewe? Ungepanda tu kwanza. Mtu ana gari, afu wewe huna. Afu hadhi yako ni mdada mzuri. Kila siku unapanda bajaji. Hapo kwenye gari kwa sasa niache kwanza dada. Nyie pambaneni tu na gari zenu. Ila ikifika muda wangu wa kununua gari kila mtu atakuwa ananitolea macho. Haendelea kuteseka. Ushapoteza bahati sasa. Kaka mzuri umempoteza. Bahati haiji mara mbili. Yaani ingekuwa ni mimi. Yaani wewe kwa akili zako unazojua kweli ingekuwa ni wewe, usingekataa. Niache bwana, mambo mengine ni bahati. Hata kama ajirudi mara mbili, ujue Mungu kapanga nini. Kama ipo tu. Sasa ngoja niende nikaanze kazi. Maana Mr. Smith asije akaniona hapa atanyoa hizo nyusi zote. Na ufanye haraka, maana akija akakuta hapa hilo balaa lake litakuwa zito. Poa basi baadaye niliongea, nikainuka nikaenda ofisini kwangu. Ajabu ile nafika tu nikakutana na huyo Mr. sasa. Mr. Bossy alikuwa anatoka ofisini kwangu. Ulistuka. Maana huyo baba nikauzu cha ajabu. Akasimama mbele yangu akaanza kunikenulia. Hadi nikastuka. Kategesha bomu nini? Mbona sio kawaida yake? Nakusalimia, habari ya asubuhi bosi. Akajibu salama. Evelyn, vipi? Weekend yako imeendaje? Nashukuru Mungu. Ilikuwa nzuri. Samani, kuna kazi yote ulikuwa unahitaji kwa haraka? Niliuliza hivyo, akatabasamu na kusema no. Nataka kujulia tu hali kama uko poa, jambo jema. Kunijulia hali hii imeanza lini? Niliwaza, nikajibu, asante sana bosi. Okay, uwe na muda mwema. Aliongea na kuondoka, nikabaki nikijiuliza, kwani imekuaje? Na nini kinaendelea? Maana hajawahi hata siku moja kuwa na mazoea na mimi. Na sio kwa tu na mazoea. Ni mtu ambaye yuko busy muda wote na mambo yake. Wala anaga muda na mtu. Imekuaje? Niliwaza huku nikimwangalia akiondoka. Hadi alipoishia na mimi nikaingia ofisini kwangu na kuanza kufanya kazi. Muda ulienda, ilipofika saa ya chai nikashuka na Raina kwenda kupata hicho kifungua kinywa jamani. Raina ndio rafiki yangu mkubwa na ndio mtu pekee ambaye naweza kushare naye mambo yangu. Basi baada ya kuagiza nikamueleza kilichotokea asubuhi. Akaniangalia, anikatizia macho na kuniuliza, unazungumzia nini? Au unamzungumzia bosi? Au ni mtu mwingine? Huyo. Umejuaje wewe? Unajua hadi muda huu sijui amewaza nini hadi katokea vile. Mimi mwenyewe nashangaa, ila najua watu bana huwa hawafanyi mambo kwa kukurupuka.
mara zote huwa wanafanya kitu kwa makusudi. Kwa hiyo unataka kusema nini? Sasa unataka kusema nini? Wewe unajua kuna kitu anataka, ndio maana anaanza kujifanya na kujali. Hicho kitu anachotaka kiishie huko huko. Ule mzee mimi nampeleka wapi jamani? Mzee? Dada, watu wanatoka na vibabu vya miaka 70, 80. Wewe unamuita mbaba watu mzee wakati upo kwenye miaka 50. Ni hao mimi kutoka na mtu mzima siwezi. Siwezi kujishushia heshima kabisa. Hapana, sifanyi upumbavu. Hebu tuachane na hayo. Nikuulize, kwani una mpango gani? Maana sikuelewi. Mpango gani wa nini? Utaendelea kwa single hadi lini? Nilikuwa najua unaongea cha maana, kumbe haya kuhusu bwana. Muda ukifika, Mungu akipanga, nitakuwa na mtu. Mungu? Kwa hiyo unataka kuingia kwenye mahusiano hadi utakaposikia Mungu anaongea na wewe kwa sauti, au ashuke hapa akwambia anza kuwa na mahusiano? Kila kitu kina muda wake. Kwa hiyo tulia binti, wakati ukifika nitakuwa nao. Haya bana, utajua mwenyewe. Badilisha mada, tukaongea mengine yalipita. Baada ya hapo kila mmoja akarudi ofisini kwake. Siku hii ilipita. Kesho yake asubuhi niliingia kazini kama kawaida. Nilipokutana na bosi akanichangamkia tena, na mimi bila shida nikaitikia na kwenda kwenye majukumu yangu. Hali hiyo endelea kama wiki hivi. Baadaye akaanza kunipa vikao, akaniambia niongozane naye. Haikuwa ndani ya majukumu yangu, ila sikuwa na sababu ya kukataa. Basi nakumbuka siku hiyo kulikuwa na kikao kilikuwa kinafanyika hotelini, so nikatoka na bosi moja kwa moja hadi sehemu husika. Tukafika tukafanya kikao vizuri. Sasa wakati tunaondoka sikakutana na ule kaka. Kwa kuwa nilikuwa na bosi nikajifanya sijamuona. Ila tukaondoka, ila roho iliniuma. Maana ilikuwa ni nafasi nyingine ya kusalimiana naye. Ndio hivyo tena. Basi tulirudi ofisini. Kufika nikaweka vitu vizuri na kuondoka. Maana muda ulikuwa umeenda kidogo. Kufika nyumbani nikafika kuingia jikoni kupika chakula, kisha nikakaa na kuanza kula. Nijikuta naumia muda mrefu sana. Moyo unaniuma. Kwa sababu ilikuwa namfikiria sana ule kaka. Sijui kwa nini. Toka nimemuona anazunguka kwenye akili yangu. Sitaki cha kumfikiria hiki. Au ndo nishapenda? Ila hapana. Nampendaje mtu nisimfahamu? Like kama nimependa hivi, mbona nawaza sana? Maana nimeshajaribu kumpoteza lakini ananiganda kichwani. Hataki kutoka. Mungu nisaidie. Si kumpenda huyo mtu, maana hata simjui. Niliwaza sana. Nikaamua kuinuka kwenda kulala. Maana kama nikula naona nachezea chakula tu, wala simalizi. Wala sisikii ladha ya chakula. Hakishuki kabisa. Nafikiria tu, jamani mimi nafikiria huyo kaka siku nikimpenda, alafu akaniacha sitakufa mimi. Hapana, hii ni hatari kumpenda mtu hivi. Upendo uliopitiliza huu. Sasa siku anakuja kuniacha, itakuwa ni kosa kubwa sana. Upendo ambao nampa binadamu mwenzangu bora nimpe Mungu. Ni focus na mambo ya ibada. Ndio hivyo. Nikaona nimemwacha mtu ambaye nilitaka kusalimiana naye akaondoka. Niliumia. Na pia najifikiria tena nikimpenda mtu kiasi cha kupitiliza, siku akiniacha. Yaani nitakuwa naumia mpaka nafikia kiasi cha kusema kwamba sipaswi tena kuishi duniani. Yaani nitaona dunia haifai, bora nife juu ya mtu kabisa. Maana huwezi kusema kwamba hupendi. Atatokea mtu utampenda mpaka utajiuliza ni mimi au ndo nisubiri kwanza nikute. Maana mapenzi haya naongea mwisho unajichanganya. Afu kama yananiangalia hivi ananiambia ngoja utaona. Ninaomba yasinikute nikateswa na mapenzi. Ndio hivyo bwana. Tunakiri mema kwanza ya Mungu, imani iwe juu yetu. Niingia chumbani kama kawaida nikamwomba Mungu wangu na kupanda kitandani tayari kwa kulala. Siku ilipita, asubuhi ikafika. Kwa kuwa ilikuwa ni weekend, niliamka nikafanya usafi kama ilivyo kawaida. Nilipomaliza nikanywa chai na kutaka kwenda kusuka. Ila nikairisha. Maana nilipigiwa simu na bosi. Akapigia, nikasema anasemaje tena, nataka nini? Akapigia na kuomba kama
nina muda, tukutane mchana. Sikujua anataka kusema nini. Sikuwa na chaguo zaidi ya kukubali ili nijue kuna nini, maana ukaribu wake umepitiliza sasa. Yaani sijui kuna nini nyuma hapa. Nilisubiri muda ufike kidogo. Ulifika mchana, nikajiandaa na kutoka kwenda huko kukutana naye. Kama mnavyojua, weekend baadhi ya barabara huwa hazina foleni kabisa. Leo kufika, habari nzuri, nikakuta yeye ndo tayari kashafika. Kwa heshima nilisalimiana naye, akaitikia. Nikavuta kiti na kukaa sekunde kadhaa. Mhudumu akaja, nikaagiza juisi tu. Nikawa tayari kumsikiliza bosi. Akajikolesha kuweka kwa sawa na kusema, Evelyn, nashukuru sana kwa kuitikia wito wangu. Kwa utulivu na uso uliojaa tabasamu nikajibu, haina shida bosi, nakusikiliza. Akaniangalia usoni na kuwa kimya kwa sekunde kadhaa, kisha akasema, unajua sikuwahi kujua kama wewe ni mtoto wa Kaguma. Kaguma ni baba yako? Oh yes, ni baba yangu. Vipi, kuna tatizo? No, hakuna. Kwanza nilivyojua nilifurahi sana. Kwa nini? Nilimuuliza huku nikiwa nimemkazia macho, maana nilihisi anahitaji kitu na ndio maana kaniita pale. Ajabu alitabasamu na kusema, kwa sababu ni kampuni kubwa ya kwetu, alafu ina mtoto wa kiongozi mkubwa. Maana wewe utatusaidia kwenye vitu vingine. Sijakosea, kaka zako pia wana nafasi kubwa, si ndio? Nikasema yeah. Wow, yani muda wote huo nahangaika, kumbe msaada ulikuwa pembeni yangu. Sasa nimekuita hapa nikitaka unisaidie kwenye baadhi ya mambo. Nilimwangalia nikatabasamu na kumwambia, kama inahusiana na familia yangu, nasikitika kukuambia sitafanya hata moja. Nilivyosema hivyo, alianza kunishawishi kwa maneno, akaona sielekea, akaamua kusema, nitakuongeza mshahara. Sikukubali, maana habari za kunitumia mimi eti kwa baba yangu kwa manufaa yake sikutaka kabisa. So baada ya kuona hakuna kinachoendelea zaidi, nikaondoka na kumwacha akiwa anakuna kichwa, kwa kuwa nilikuwa bado ni mapema. Sikuwa na kitu cha kufanya nyumbani. Nikaona niende kwa Raina wala nipoteze muda huko. Kweli nilienda, tukapiga story za umbea. Umbea ulikuwa ni mwingi, si unajua tena marafiki wakikutana ni umbea tu. Basi nilikaa hadi ilipofika jioni. Nikaaga nikarudi nyumbani. Raina akang'ang'ana nibaki, nikakataa, maana kesho yake nilitakiwa kwenda kanisani. So nikisema nibaki nitakuwa siwezi na ninapoabudu ni mbali. Basi bwana, kinyonge niliondoka. Sasa nikiwa njiani nikawaza nifike nipike. Nikaona hapana, siwezi, jiko litanizoea, maana kila muda nilikuwa nikupika tu. So hapa cha kufanya nini? Nikatafuta kitu cha kula jioni. Kesho nikapiga mahesabu. Nikajishauri pale, mwisho nikaona ile mbuzi choma. Na kesho nile pizza. Hii inaitwa rajipe mwenyewe. Sasa kwa nini nijitese kupika wakati pesa ya kununua ninayo? Na kwa nini nijitese jamani? Hapana kuacha kula kitu roho inapenda kwa sababu eti pesa itapungua. Hapana bwana, kufa mara moja. Duniani tumekuja mara moja, haturudi tena. Sasa kwa nini ujitese ukifanikiwa kupata pesa ambayo unaona hii inafaa kula kitu fulani roho inataka kula? Maisha ndo haya. Mambo ya kesho nitakula. Mambo ya kesho tumwachie Mungu. Hatujui kesho yetu. Tusongeke na kesho. Kwa hiyo basi nikaamua kwenda kwenye mbuzi choma. Kwanza nikafika nikakuta watu nyomi, ila kama kawaida sehemu kama hizi weekend huwa zinakuwa na watu wengi. Mtoto kike bila pressure wala papara. Nikasimama kwenye foleni ya kutoa oda. Sasa bwana, Mungu alivyokuwa mkubwa nyie. Nikawa nimesimama zangu, sina ile wala ile. Saa ngapi simuone yule mwanaume? Na kwanza si mimi nilimuona, kwanza ni yeye ndo aliniona mimi. Kwa utulivu na ukarimu hali ya juu alinisogelea na kuguna. Nilinua macho yangu. Sikutaka kuonana naye macho kwa macho, lakini ilishindikana. Nilimwangalia hivi. Damu ilikuwa inanisisimuka, mtoto wa watu. Niliganda kumwangalia, yani nilimwangalia mpaka mwenyewe akajua kwamba huyu msichana tayari kashanipenda. Maana niliganda kumwangalia vile alivyokuwa mzuri. Nilikuwa namwangalia tu. Utafikiri picha la Kikorea au tuseme Wahindi wanavyoangaliana.
Basi mkaka tu akahisi mbona kama nimegeuka kuwa sanamu, maana niliganda kumwangalia bila kupesa macho pembeni. Ikabidi anistue. Ndio nikazinduka. Niliona aibu, nikaangalia chini. Nikapiga jicho chini kabisa, nikaangalia tena pembeni. Baadhi ya watu walikuwa wananiangalia, nikaona huu ni ujinga. Nikajifanya naweka kwa usawa. Nikainua uso, nikatabasamu. Nikasema sorry, nilikuwa mbali kidogo. Akajibu vizuri, kama nilikuwa mbali kidogo maana naona umeganda tu unaniangalia. Akaniuliza unaendeleaje lakini? Nikasema nashukuru Mungu niko sawa kabisa. Akasema ni vyema. Sikutarajia kukuona tena. Mungu ashukuriwe. Nimekuona tena. Mbona kaongea kama hivi? Alikuwa ananifikiria ina maana. Alitamani kuonana na mimi. Mungu we. Niliwaza na kusema ni kweli. Ni kweli kabisa. Kama unavyojua mai wenu, nilikuwa nanunua kwenda kula nyumbani. Ila kwa hali hii, nasikitika kusema siendi kula nyumbani tena. Nitaenda kula hapa na huyo kijana. Sasa hivi, saa moja niende wapi? Nikaongea na Mende nyumbani. Sasa Mende ndio wako kabatini. Sina mtu wa kuongea naye. Nikifika tu ni kujilaza. Sina cha kufanya. Kwa sauti ya utulivu kaka tu akaniomba nikae pale, tupate chakula kwa pamoja. Mimi nibishe mimi nani? Akatia nafasi nilikuwa naisubiri, asema nilikuwa naringaringa tu. Bila ubishi, mtoto wa kike nikatembea na kuangalia meza iliyonyoka imekaa pazuri. Nikawa namwangalia tu. Moyo nikasema na ninavyojeka smart hivi, ashukuriwe Mungu jamani. Ningekuwa najeka rafrafu leo ningeaibika. Lakini nilikaa kusubiria